Mtazamaji wa Uhondo TV, nimeungana na Alijawalo ambaye yupo visiwani Zanzibar niweze kupiga naye story moja mbili tatu. Nafahamu story kubwa ni mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika ambao tunasema kwamba Simba Sports Club ambao anakaribishwa na RS Berkane. Pengine namna ambavyo umepata nafasi ya kuzungumza na shabiki yote kuelekea kwenye mchezo wa finali kombe la shirikisho Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, lakini namna kama umepata nafasi ya kuzungumza na mashabiki, kipi ambacho wamekizungumza, lakini pia morale na hamasa ambayo inaendelea mpaka sasa hivi kutokea hapo visiwani Zanzibar? Kila mmoja anaamini mwaka ni mwaka wa Simba Sports Club kubeba taji la Afrika. Kila mmoja anaamini haijawa bahati mbaya mnyama kufika hatua ya finali, na kila mmoja anaamini kwenye quality ya kikosi chake. Kila mmoja akiamini ubora walionao msimu huu unatosha kabisa wao kwenda kubeba kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo kila shabiki wa Simba hakuna ambaye anawasi, kila mmoja anaamini leo ni siku ya mnyama kubeba taji. Kwa kumalizia kwa uduchu, wapo ambao wanaamini kwamba mpaka sasa hivi inawezekana uwanja tayari mashabiki washafika uwanjani, ambao tunasema kwamba ni uwanja wa Amani Complex kwa Zanzibar. Namna ambavyo mashabiki mpaka sasa hivi, kuna ambao washafika uwanjani au wapo kwenye process za kufika uwanjani, hali ya mashabiki mpaka sasa hivi? Kama nilivyokueleza awali, tangu saa moja asubuhi uwanja ulikuwa na pilika. Uzuri ni kwamba eneo lote la uwanja liko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi Zanzibar, lakini pia Tanzania bara kwa kushirikiana pamoja. Kwa hivyo muda unazidi kwenda, hamasa inazidi kuwa kubwa, ama ongezeko la mashabiki linazidi kuwa kubwa, kwa sababu kumbukwe mechi ni saa 10. Kwa hivyo muda unazidi kukaribia, ndio watu wanazidi kutoka majumbani mwao kuja uwanjani. Kwa hivyo mpaka hivi sasa kuna hamasa kubwa sana, watu ni wengi sana nje ya uwanja, na utaratibu wa kuingia uwanjani uko vizuri. Kwa hiyo ni uamuzi tu wa mtu kubaki nje, labda wengine anataka amalize kabisa ibada, wengine anatamani ale kabisa. Ili wale ambao wanawahi kwa pamoja tayari wamekisha anza kuingia ndani ya jimba la Amani Zanzibar. Okay, katika upande wako sasa, wewe ni mmoja kati ya mtangazaji wa habari za michezo, ripota pia mtaalamu wa habari za michezo, kipi ambacho unaweza ukakizungumzia kuelekea kwenye mchezo wa finali? Pengine unaiona Simba inaweza ikatoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika au bado na doubt yoyote? Kipi ambacho unaweza ukakizungumza? Simba unaipa nafasi ya kuweza kutoa ubingwa au RS Berkane wana nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa kama alivyofanya mwaka 2021-22? Nafasi pekee ya Simba kubeba ubingwa ni kushinda mabao matatu bila ile kuruhusu bao lolote. Kwa hiyo mimi nikitazama uwezo na quality ya Simba bila kumkombea na mtu yoyote, Simba ana uwezo kupata mabao matatu, lakini kilinganisha na quality ya RS Berkane kidogo unaona kuna mlima fulani ambao Simba anapaswa kucheza. Kama anacheza kwa 100%, basi leo anapaswa kucheza kwa zaidi ya 100% ili kupata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mimi binafsi yangu, kama Simba atakuja jasho zaidi ya 100% kama ambavyo anacheza, ama kama ambavyo alicheza kule katika uwanja wa Simba Berkane, basi inawezekana yeye kutoa taji huko. Lakini kama akicheza kwenye level tu ya kawaida, ni ngumu sana kumpita mtu kama RS Berkane ambaye ni bingwa msimu huu pale Morocco Botola, lakini pia ni bingwa zaidi ya mara moja, kwa maana bingwa mara 2 kwenye michuano hii. Mnyama ndio kwanza ajikongoja na mchezaji la mwanzo. Kwa hivyo ukiacha historia, ukiacha rekodi, ukiacha takwimu, ukiacha ubora, ukiacha ukubwa wa RS Berkane, kitu pekee ambacho kinamfanya Simba aweze kupata ushindi ni commitment, lakini pia kujituma, kijumlisha na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Mchezaji mmoja mmoja pia anapaswa kuamua mechi hii ya leo. Kwa hivyo mimi nafsi yangu naiona Simba ikibeba taji la Afrika kama itawekeza zaidi kwenye kujitoa uwanjani, na si kutegemea tu quality ya mmoja mmoja, kwa sababu quality no doubt RS Berkane uko juu zaidi ya mnyama. Kwa hivyo kitu pekee kinachombeba mnyama licha ya kuwa na quality ni kuongeza asilimia ya kile ambacho huwa anakifanya zaidi kwenye mechi zake hata hapo awali. Kwa hiyo mimi nafsi yangu nampa asilimia kubwa Simba, kwa sababu viashiria ama visababishi vya kucheza kwa kujituma vipo zaidi ya kimoja. Mheshimiwa Rais motisha alitoa mashabiki wake, kwa hivyo hiyo yote vitamfanya acheze kwa kujituma zaidi, na akicheza kwa kujituma basi ana uwezo kupata mabao matatu na asiruhusu hata bao moja.
Mimi nikushukuru sana bwana ndugu yangu kutokea hapo visiwani Zanzibar, nikutakie majukumu mema, lakini mchezo mwema pia wa kombe la finali Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao unapigwa saa 10 kamili za jioni katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar. Bila shaka tutaendelea kupatia update mbalimbali ambazo zitakuwa zinatokea hapo visiwani Zanzibar. Sisi Dodoma tunatamani Simba waweze kuchukua ubingwa. Bila shaka na nyinyi ambao mko Zanzibar mnatamani Simba iweze kuchukua ubingwa. Siku ukipata nafasi ya kuja Dodoma, bila shaka tutaungana moja kwa moja hapa Uondo TV. Nikushukuru sana ndugu yangu kutoka hapo visiwani Zanzibar. Amina. Asante sana. Bana, huyo ni ndugu yangu Msigada ambaye amezungumza kwa kiasi kubwa kutokea visiwani Zanzibar moja kwa moja, na hii ni kuelekea kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambao tunasema kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambao wanakaribisha RS Berkane, mmoja kati ya mchezo ambao unasubiria kwa kiasi kubwa. Je, ni Simba ambao itapata ushindi au ni RS Berkane kulingana na ile quality ambayo imekuwepo katika pande zote mbili? Ni jambo ambalo la kuendelea kusubiria. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kushare na kucomment ili uweze kuweza kuwa mtu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV.